الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونسترشدك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ظلمناه وسأنا إليه. اللهم واحفظ إخواننا المستضعفين من مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا. اللهم وانصر جيوش المسلمين أينما كانوا. اللهم وعليك بأعدائنا وأعداء الإسلام وأعدائك اليهود والنصارى. اللهم دمر ديارهم. اللهم اهزمهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم عليك بهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم كما أخذت عادا وثمود ولا تدع لهم من باقي إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فجرا كفارا. اللهم اقتلهم. اللهم فل حدهم وشتت شملهم ومزق جمعهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وآتهم من حيث لا يشعرون. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين وانصر إخواننا المستضعفين يا رب العالمين آمين آمين. Kwanza tunaomba radhi, hali ya afya sio nzuri, kwa kifua kinasumbua. La pili, tunatarajia leo Allah kitufikisha tuondokee pale ambapo tulianza jana, kauli yake tabaraka wa taala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Sema ewe Muhammad, anfiqu taw'an au karhan, toeni mali zenu kwa khiari au kwa kuchukia, yani kwa kuridhika wenyewe, kwa kuchagua kabisa kutoa, au toeni hali ya kuwa mnalazimishwa, zaka inachukuliwa kwenu kwa nguvu, au mmelazimishwa kutoa kwa sababu Waislamu wengine wote wametoa na nyinyi mnatoa hali ya kuwa mnachukia. Lan yutaqabbala minkum, hakitokubaliwa chochote kutoka kwenu nyinyi kile mlichokitoa kwa khiari au mlichokitoa kwa lazima. Innakum kuntum qauman fasiqin, imekuwa hivyo kwa sababu nyinyi tokea mwanzo ni watu ambao mmetoka katika taa, yani kwa kule kuomba kwao ruhusa kutokwenda katika jihadi na vitimbi vyao walikuwa wanavifanya tokea zamani, na makosa yao ya zamani yanafanya matendo yao ya sasa yasikubaliwe. Wama mana'ahum, na hakuna kilichowazuia wao, an tukbala minhum nafaqatuhum, kuto kukubaliwa sadaka zao, illa annahum kafaru billahi, isipokuwa ni kwa sababu wao walimkanusha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya nyoyo zao, pamoja na kudhihirisha Uislamu kwa dhahiri zao, wa birasulihi, na vile vile walimkana na kumkataa na kumkufuru mtume ndani ya nafsi zao, pamoja na kudhihirisha nje kumkubali. Wala yaatuna salata, na sababu nyingine, pamoja na kwamba imani yao haijakamilika, hawaiendei sala illa wahum kusala, isipokuwa wao ni wavivu, wanakwenda kwa kujilazimisha sana. Wala yunfiquna illa wahum karihun, na wala hawatoi sadaka isipokuwa kwa kuchukia, yani wanatoa huku wanachukia jambo lenyewe la kutoa, hawana uchangamfu nalo, hawatoi kwa roho zao kuridhika. Tafsiri ya aya hizi mbili ni kwamba Jalla waala anasema qul anfiqu taw'an au karhan lan yutaqabbala minkum. Hii anasema mnasaba wake na aya iliyopita, mafungamano yake ni kwamba katika aya iliyopita Allah subhanahu wa ta'ala amemalizia kuelezea kwamba mwisho mbaya utawafikia wanafiki, na wameahidiwa wanafiki adhabu ya duniani na akhera. Kwa miongoni mwa ubaya wa mwisho wao na adhabu wanazopata ni kuto kukubaliwa matendo yao mema. Akasema tabaraka wa taala, qul anfiqu taw'an au karhan lan yutaqabbala minkum, maana yake qul ya Muhammad alayhi salatu wassalam, ewe Muhammad sema lilmunafiqina, kuambia wanafik, sawaun alaykum, ni sawasawa kwenu nyinyi, anfaqtum amwalakum biikhtiyarikum am bighairi ridhan minkum, ni mamoja ikiwa mtatoa mali hali ya kuwa mnapenda, mmechagua wenyewe, ni kwa khiari yenu mnatoa, au bighairi ridha minkum, au basi na kuridhia mnatoa hali ya kuwa mmelazimishwa na sheria lazima mtoe, kama zilikuwa zinachukuliwa zaka kwa nguvu.
au mnatoa kwa sababu watu wote wanatoa mali na nyinyi hakuna jinsi isipokuwa mtoe, mnatoa hali ya kuwa mnachukia. Fa inna Allah ta'ala, hakika ya Allah mtukufu, lan yataqabbala minkum nafaqatikum, hatozikubali sadaka zenu. Mfano wake ni kama ambavyo Allah amesema pahali pengine, wakadimna, na tutayatangulia, ila ma amilu, yale waliyotenda katika matendo yao, min amalin, katika matendo, faja'alnahu, tutayafanya habaa manthura, kama mazigazi au kama mavumbi yenye kupeperuka. Waqala subhanahu, na akasema Allah, inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika anawakubalia Allah matendo yao ni wale ambao walikuwa wacha Mungu, wanamwogopa yeye wakati wanatenda matendo hayo. Ni kama ambavyo pia Allah sehemu nyingine amesema, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, je, tukwambieni watu ambao wamepata hasara katika matendo yao, alladhina dhalla sa'yuhum, ni wale ambao jitihada zao zimekwenda patupu, zimepotea, hazikwenda katika njia ya sawasawa. Wa hum yahsabu dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, matendo yao ulimwenguni yamekwenda kombo, yakapotea, hayakupatia njia ya sawa. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, hali ya kuwa wao wenyewe wao wanadhania kwamba wanafanya vizuri, kama ambavyo wanafiki walikuwa wanadhani kwamba wao ni watu wanaozitumia sana akili zao na wanaojua siasa kuliko wanavyojua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanavyojua mambo yanavyogeuka, mambo ya kisiasa. Wenyewe walikuwa wanasema, nakhsha an tusibana daira, tunaogopa asije akapinduliwa siku moja Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uongozi ukarudi kwa viongozi wa asili, sisi tukawa hatuna pa kushika. Nakhsha an tusibana daira, lisije likatupata sisi zunguruko la maanguko na mapinduzi ya kisiasa likatugeukia sisi. Kwa wenyewe walikuwa wanajiona wana akili, wahum yahsabuna annahum yasununa sun'a. Kwa hiyo watu hawa hawatokuwa na malipo siku ya Kiyama, kama ambavyo Allah pia sehemu nyingine amesema katika sura hii ya Tauba ya kwamba wala in sa'altahum, kama ambavyo Sheikh kusoma aya hii, wala in sa'altahum la yaquluna inma kunna nakhudhu wa nal'ab. Aya zimekwenda mpaka mwisho zikasema, inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifatan ukhra biannahum kanu mujrimin, au kama qala Allah ta'ala, ikiwa baadhi yenu watasamehewa, wengine hawatasamehewa, kwa sababu tokea zamani walikuwa ni watenda maovu, ni watu madhalim. Kwa hiyo historia ya nyuma ndio inaamua jambo la leo liwe vipi, mtu akubaliwe au matendo yake, au asikubaliwe, aongezewe katika uongofu na taufiki, au apunjwe, ni kwa sababu ya historia ya matendo yake aliyoyatenda yeye mwenyewe kwa nyuma. Akasema Allah, innakum kuntum qauman fasiqin, tokea zamani nyinyi mlikuwa ni watu waovu, watu ambao wametoka katika taa. Ai, maana yake la yataqabbalu Allahu ta'ala nafaqatikum, Allah hatakubali sadaka zenu, ayuha almunafiqun, yenye wanafiki, liannakum kuntum qauman kafirin, kwa sababu tokea zamani ni watu ambao ndani ya nafsi zenu mnaficha ukafir, kharijina an ta'ati rabbil alamin, wenye kutoka nje ya utiifu wa Mola wa ulimwengu wote. Wama mana'ahum, aynafuata Allah akasema, na wala hawakuzuiliwa wao, an tuqbala minhum nafaqatuhum, hakuna kilichowazuia wao kukubaliwa wao sadaka zao, illa annahum kafaru billahi, isipokuwa wao walikuwa na illa mbili kubwa. Ya kwanza, wamemkufuru Allah ndani ya nafsi zao, wakaficha kufuru hiyo, wa birasuli, na vile vile wakamkanusha mtume wake na kumkufuru. Wala yatuna salata illa wahum kusala, na wala hawaiendei sala isipokuwa kwa uvivu. Aibu ya pili, wala yunfikuna, na ya tatu, wala yunfikuna, wala hawatoi, illa wahum karihun, isipokuwa wanatoa hali ya kuwa wanachukia. Aya hii inaonesha Allah subhanahu wa ta'ala anaonesha wazi kwa nini watu hawa wakitoa kwa hiari au kwa lazima, wakitoa hali ya kuwa wameridhika au wanachukia, wakitoa hali ya kuwa ni kwa chaguo lao au si kwa chaguo lao, hawatukubaliwa. Haya yote yamekuwa hivyo kwa sababu ya illa ambazo zinatajwa katika aya hizi. Akasema jalla wa ala, wama mana'ahum, maana yake wama mana'a qabula nafaqati almunafiqina, hakuna kilichozuia kukubaliwa sadaka za wanafiki, illa kufruhum billahi azza wa jalla, isipokuwa kwanza, sababu ya kwanza ni kumkufuru kwao Allah subhanahu wa ta'ala, birasuli, na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na sababu ya pili, wala yatuna salata illa wahum kusala, hawaiendei sala
kuswali swala za faradhi isipokuwa wanashikwa na uvivu, yani wanakuwa wazito katika kwenda kutekeleza sala. Ai wala yati almunafiquna salawati almafrudata, hawaendi wanafik katika swala za faradhi illa wahum mutathaqiluna anha, isipokuwa wanakwenda hali ya kuwa ni wazito. Yurauna nnasa biha, wanakwenda tu kwa ajili waonekane na watu kwamba na wao wamekwenda kuswali. Mfano wake ni kama ambavyo Allah amesema kuhusu wanafiki hawa, innal munafiqina yukhadi'una Allah, hakika ya wanafiki wanajaribu kumhadaa Allah, wa huwa khadi'uhum, hali ya kuwa uhakika ni kwamba Allah ndio mwenye kuwahadaa wao, au atawahadaa wao siku ya Kiyama. Allah atawahadaa wanafiki kama ambavyo wamesema katika sura al-Hadid, yauma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu ndhuruna naktabis min nurikum, watakapopiga makelele makafiri wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike kuambia waumini, tusubirini tuweze kupata sehemu katika nuru yenu, na sisi tuangaze katika kiza hichi tuweze kuokoka katika kiza hichi. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura, wataambiwa rudini nyuma kule ambako zilikuwa zinagawiwa nuru, kila mtu alikopewa yake, kwa sababu na wao walikuwa wanasali wanatia udhu. Kwa hiyo watapewa nuru katika nyuso zao kama ambazo wamepewa Waislamu, lakini zikifika pahali zitazima nuru zao, na kila mtu nuru yake itakuwa inamwangazia yeye peke yake. Kwa watawaona watu kwa mbali wanamwangaza na kwenda mbele, wataanza kuwaita. Na hii ni hadaa kubwa kabisa kuliko hadaa yoyote ambayo mwanadamu amewahi kufanyiwa katika historia ya binadamu tokea kuumbwa kwake mpaka milele. Hakuna hadaa kubwa kama watakaofanywa wanafiki siku hiyo. Ndio Allah anasema wa huwa khadi'uhum, yeye ndio atakayewafanyia kweli hadaa. Fadhuriba bainahum bisurin, watapigiwa kati yao ukuta, dhahiruhu fihi rahma, ambayo nje yake kuna rehma, kule ambako waumini tayari wameshafika. Ukuta utapigwa, wale waliokuwa washavuka watakuwa ni waumini, wako ndani ya rehma. Wa batinuhu fihi rahma, ndani yake kuna rehma. Wa dhahiruhu, na huku nje ambako bado wanafiki wako, min qibali aladhab, ni upande ambao kutoka kuna adhabu. Wanafiki watabakia katika eneo la adhabu baada ya kwamba walionyeshwa kama kwamba na wao wanaokoka pamoja na waumini. Ndio watakuwa yunadunahum alam nakum ma'akum, je, hatukuwa pamoja? Hatukuwa tukiswali pamoja? Hatukuwa tukifunga pamoja? Hatukuwa tukikutana katika swala za faradhi na swala za Ijumaa na swala za sunna za usiku na kadha na kadha? Watakuwa wanawaambia yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala, watasema tulikuwa kweli pamoja, walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum, lakini nyinyi mulizitia katika mitihani nafsi zenu na mkawa mnawasubiria waumini ya wakute mabaya. Watarabbastum wartabtum, na nyinyi mlikuwa mnashaka katika imani yenu, hamkuwa imani ya moja kwa moja. Kwa hiyo hawa bila shaka watakuwa wamepatwa na hadaa kubwa katika historia ya mwanadamu ambayo haijai kutokezea. Huenda kama moja ya tafsiri ya aya hii, wa huwa khadi'uhum, ni kwamba Allah atawahadaa wanafiki siku ya Kiyama. Na inaweza ikawa pia kwamba hapa duniani pia kila wakijaribu kumzunguruka Allah, Allah ameshawazunguruka mara nyingi, kama ambavyo tumepita ka aya ya nyuma anavyosema kwamba usitupeleke sisi katika fitna ya Warum. Allah anasema ala fil fitnati saqatu, hapo hapo wakipinga tu amri yako ya kwenda katika jihadi, na wakawa wao wameamua kuomba ruhusa, tayari wameshaingia katika fitna. Kwa hiyo wanaona kama kwamba wanamhadaa Allah, lakini wakiingia hivyo tayari wameshaingia katika mtego hao watu, Allah tayari ameshawahadaa. Kwa hiyo yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, hali ya kuwa Allah yeye ndio mwenye kuwahadaa wao. Wa idha qamu ila salati qamu kusala, na wanafiki wanaposimama kuelekea kuswali swala za faradhi wanasimama kwa uvivu. Kusimama kwa uvivu ni mahali pa kusimama na pa kuzingatia, kwa sababu ni katika sifa za wanafiki mtu kufanya istithqal katika swala, kufanya uzito kwamba anakwenda kutimiza tu wajibu, anaona tabu. Muislamu wa kweli ni yule ambaye anakuwa ana hamasa na ana uchangamfu kwamba umefika sasa muda wa kwenda kuongea na Allah, kwa sababu unaposoma Qur'ani Allah anakusemesha wewe, lakini unaposwali wewe unanungunika kwa Allah, rabbi ighfirli warhamni wajburni waafini wa'afani warfa'ni, unasema assalamu alayka ayuha nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadil, unawasalimia manabii na mitume na malaika na viumbe wote wema, unapewa fursa hii kusalimiana nao.
ni jambo ambalo mwanadamu yeye ndo analihitajia zaidi. Kwa hiyo muumini anapopata fursa ya kwenda katika sala, unasema sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Yeye Allah, sifa zote, aina zote za sifa njema ni za kwao. Attahiyatu lillah, maamkizi yote waliowahi kuamkiwa wafalme na maraisi na viongozi na machifu na mitume na manabii na watu wema na mawalii na kila aina ya maamkizi mema, yote hayo unastahiki wewe Allah subhanahu, unaenda kunong'ona naye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muumini ana haja ya kujifunza swala, kuitambua, kujua kwamba ni kitu ambacho yeye anakihitajia. Inapoadhiniwa adhana asione kwamba kuna uzito. Hali hii haifanani na hali ya kuchoka, yani kusala mtu kwa ana uzito, kila sala ana uzito kwa sababu ya unafiki, na kuna hali ya kwamba umefanya kazi ukachoka kabisa, huwezi kufanya jambo jingine lolote, alafu swala imeadhiniwa lazima uiswali, unaiswali hali ya kuwa umechoka kabisa. Huenda swala hii unaiswali kwa machofu ikawa ina malipo zaidi, yani unafanya jambo huna interest yoyote ya kufanya lile jambo, lakini unalifanya kwa sababu tu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laiti isingalikuwa amri ya Allah usingalifanya, kwa sababu umechoka, umerudi kazini au kadha na kadha, au umesafiri safari ndefu, au umefanya kazi ndefu kwa muda mrefu na kadha na kadha. Swala ile sio inayoitwa swala ya wanafiki. Swala ya wanafiki ni katika swala za kawaida, katika nyakati za kawaida wao wanajisikia uvivu kuelekea katika swala. Kwa hiyo mtu ambaye anapata uvivu katika swala ajue kwamba bado hajafikia daraja ya umini, anatakiwa apate mshtuko wa imani, aweze kujifunza swala, aweze kujifunza adhkari za swala, aweze kutanawa zile aina za adhkari baada ya takbiratul ihram. Zimekuja dua tofauti tofauti, mtu akawa anajua mbili tatu, baada ya kwenye rukuu, kwenye sijida, hata kwenye itidali, hizo akawa anabadilisha. Hata namna za tahiyatu pia, tuna tahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu, ndio maarufu, watu wengi tunasoma hiyo. Zipo na nyingine sahihi, attahiyatu lillahi wazakiyatu lillahi wattayibatu lillahi. Hizi mtu anapozizungumza anapata kuhisi kwamba anazungumza na Allah. Maamkizi yote mema waliopata kuamkiwa wote yanamstahiki Allah. Mambo yote azzakiyat, mambo yote matukufu yote ni kwa ajili ya Allah. At-tayyibat, mambo yote mazuri ni kwa ajili ya Allah. Ipo aina hizi tahiyatu ambazo zimethibiti katika sunna nyinginezo, na vile vile adhiya baada ya tahiyatu nazo vile vile zimekuja sigha tofauti. Hata kumsalimia mtume imekuja assalamu alayka ayuha nabii wa rahmatullahi wa barakatuh, ndio mashuhuri, lakini zipo riwaya ametaja Ibn Hajar al-Asqalani kwamba masahaba wanasema tulikuwa sisi baada ya kifo cha mtume, tulikuwa wakati wa mtume tukisema assalamu alayka. Mtume alipofariki tulikuwa tunasema assalamu ala nabii wa rahmatul, badala ya alayka wanasema ala nabii. Ala kulli hali, hivi ni miongoni mwa vitu ndani ya swala vinavyompa mtu uchangamfu na hisia kwamba anazungumza na Mola wake, anasema naye Mola wake, na mambo mengineyo. Azkari hatuwezi kuzitaja zote hapa, na wala pengine si mahali pake hasa, lakini adhkari za katika sijida na rukuu nazo zinakupa, baadhi yake zimetolewa kama ambavyo malaika wanasema, ndio na wewe unapewa fursa ya kuzisema. Ni fursa ya peke yake hii. Kumpatia mtume salatu ibrahimia nayo pia ni sehemu ya peke yake mwanadamu, kwamba eti wewe na unyonge wako na udhaifu wako na udogo wako na udhalilifu wako umepewa nafasi kama kwamba wewe ndio unamshufaia mtume aongezewe daraja. Yani Allah aliyemtukufu na utukufu wake, yule kiumbe wake mtukufu zaidi, anakufanya wewe dhaifu umuombee dua, umuombee rehema na amani na baraka zizidi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni fursa iliyoje kila mtu anapomaliza rakaa mbili akawa anakaa katika tahiyatu na anayoyasema pale, anafunga kile rakaa mbili zile, halafu anaanza tena rakaa mbili nyingine. Haya muumini anatakiwa awe anayahisi kila anapokwenda katika sala, na anahisi kwamba yeye anahitaji zaidi kuzungumza na Mola wake kuliko Mola wake ambavyo amemlazimisha yeye kwamba jambo hili. Yani mtu asichukulie kwamba ni wajibu, ni jukumu, naenda kuondosha dhima. La, ni fursa ya mtu kwenda kupunguza yale yaliyojaa katika kichwani kwake, machoni mwake, masikioni mwake. Dhambi zake anaziacha, stress anaziacha. Watu wanapokuwa wameangalia muda mrefu televisheni au screen tu yoyote ile ya TV au ya tablet au ya kompyuta au ya simu, ukenda ukiswali, ukirudi unakuwa refreshed, unarudi kazini alikuwa ni mwingine. Kwa hiyo ni fursa ya peke yake muumini inapoadhiniwa adhana, anaona amekumbushwa kwenda sasa, kama alivyokuwa anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, arihna
ya Bilal, tupe raha sasa ewe Bilal kwa kukimu ili sasa tuingie katika sala. Na Mtume alikuwa anasema waju'ilat qurratu aini fi sala, burudani mimi yangu mimi ya jicho langu ya moyo wangu ya hapa duniani imewekwa katika swala, kwamba akiingia katika swala sasa anakuwa ameburudika kabisa. Kwa hiyo jambo hili tumesema ni mahali pa mtu kukaa na kuzingatia kwamba wanafiki wanaswali kwa uvivu sana, kwa kujiburuta sana, kwa kujizoa, kwa tabu sana. Jambo hilo halifanani na ile kwamba mtu amechoka. Kama tulivyosema, Allah pia amesema tatajafa junubuhum anil madaji, waumini wa kweli huzipapatua kwa nguvu, kwa tabu sana mbavu zao zikaepukana na matandiko yao, wakaswali swala za usiku. Kwa hiyo kule kuhangaika kwamba umechoka unafanya jambo, sio kusala inayokusudiwa, ni vitu viwili tofauti. Kadiri unavyokuwa umeswali hali ya kuwa wewe umerelax, kila kitu kiko complete kwako, alafu ukaenda ukaswali hii swala hii kidogo nyepesi. Swala ambayo upo shambani au upo baharini au upo katika mazingira magumu au katika Kaaba pia, kwa ambao washakwenda katika 10 la mwisho hivi au katika kipindi cha hija, inapokuwa ngumu, unafanya sa'i, hujamaliza sa'i, swala inakimiwa, mmejaa pale, au unafanya tawafu halafu swala inakimiwa, mnazongana, unaswali juu ya mtu, huenda swala ile ina thamani zaidi kuliko swala nyingine yote, kwa sababu ya ile tabu ya kuitekeleza ile swala unayoipata. Hile ni tofauti na uvivu, hilo likae vizuri pia. Amesema waqamu kusala yurauna nnasa, na wanaswali kwa ajili ya kutaka waonekane na watu. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan, ndani ya sala zao wanafiki hawamkumbuki Allah isipokuwa mara chache sana. Na pia akasema Allah kuonesha kwamba jambo la sala wanaoliweza ni waumini, wasta'inu bisabri wassalati, na jitegemezeni mambo yenu yote, mtegemeeni kwa kufanya subra, kwa kustahamili mnapopatwa na matatizo, wassala, na kuendelea kusali na kuomba, wassalati wa innaha, na hiyo swala inayokusudiwa hapa, yani hii dhamir innaha, dhamir taanith ghaib, inarudi kwa lilqarib, kwa kitu kilichotajwa punde, na kilichotajwa punde hapa ni swala. Kwa hiyo wa innaha, na hakika ya hiyo swala, sio isti'ana wala sio sabr, inakusudiwa sala, kwa sababu ametajwa wasta'inu bisabri halafu pakatajwa wassala. Wa innaha, na jambo hilo ambalo ni swala, la kabiratun, ni jambo kubwa, illa ala alkhashiin, isipokuwa kwa wenye kunyenyekea, alladhina yadhunnuna, wale ambao wanayaqini, annahum mulaqu rabbihim, kwamba watakutana na Mola wao, annahum ilayhi raji'un, na kwamba wao kwake watarejea. Katika aya hii kuna swali watu wanauliza, mbona sasa wanafiki ndio ambao wanaswali zaidi katika zama za leo, wala hawapati tabu yoyote kuswali swala zote, na wengine ni waswalishaji kabisa katika misikiti wala hawapati tabu? Swala inayokusudiwa hapa imeambatanishwa na alkhashiin, kama ambavyo Allah amesema kad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un, waumini ambao katika swala zao wananyenyekea. Swala tu ile ambayo haina roho ya swala, swala ambayo ni skeleton tu, ina maumbo tu, lakini haina roho, hii haijawa ngumu kwa wanafiki. Lakini swala ngumu kwa wanafiki ni ile ambayo ndani yake kuna unyenyekevu, kuna kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio ambayo inazungumzwa hapa kwa ishara, wa innaha lakabiratun, swala ya kweli kabisa ni kubwa, illa lil khashiin, isipokuwa kwa wanyenyekevu. Wanaonyenyekea ndio ambao wanaswali swala ya kweli kabisa. Kwa hiyo aya hii kama zilivyo aya nyingine zinatupa jambo kubwa sana la kuondoka nalo, kwamba katika aya zinazobainisha sifa za wanafiki, ambazo kila mtu kati yetu ili awe muumini kweli anahitajika awe anaogopa kwamba sifa hii mimi ninayo. Akifikia pahali mtu akajiona akajitakasa kwamba mimi sina sifa hii, mimi simo katika wanaosema katika aya hii simo, huyu mtu anaelekea kuangamia. Ili uwe katika waliokoka, anasema mmoja katika tabiina, mimi nimewakuta 70 min as-sahaba kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsi, nimewakuta masahaba 70 kila mmoja anaogopea kwamba huenda na yeye akawa katika wanafiki. Kwa hiyo hakuna anayeokoka na sifa hizi isipokuwa yule ambaye anaogopa kwamba huenda sifa hii mimi ninayo. Kwa hiyo nijitahidi kujirekebisha na nijitahidi kwenda zaidi na zaidi, na hakuna mwisho katika unyenyekevu. Mtu anaweza kuwa anajitahidi, sio anaweza, ataendelea kuwa anajitahidi maisha yake kufikia unyenyekevu, na hawezi kufikia pahali akasema mimi nimefikia unyenyekevu kama alivyokuwa ananyenyekea Abu Bakar au ananyenyekea Rasulullah au ananyenyekea yoyote katika watu wema waliopita.
Kwa hiyo ni safari ya kila leo, kila mtu awe anaogopa asije akawa miongoni mwa watu ambao wanasifa. Nimeelezea kwa sana kwa sababu jambo hili tunalihitaji mno. Nimechukulia muda wetu, lakini sio kupoteza muda, ni kuelezea juu ya umuhimu wa khushu' katika sala na mtu kuepukana na tabia ya unafiki ya kuingia katika uvivu kuelekea swala. Na vile vile pametajwa swala la kutoa nalo vile vile Allah amesema waumini wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Waumini wanatoa chakula pamoja na kwamba kile chakula wanakipenda. Hii moja katika tafsiri ala hubbihi, na tafsiri nyingine wanatoa pamoja na kule kupenda, kule kutoa kwenyewe, na hii ndio inaungana na maana yetu hapa, kwamba mtu anapofanya ibada ya infaq awe anahisi kwamba yadul ulya khairun min alyadi sufla, mkono wa juu ni bora zaidi kuliko wa chini. Yadul ulya, na mkono wa juu huwa almunfiq, ni wa yule ambaye anatoa sadaka, wa yadul sufla, na wa chini ni wa yule ambaye anapewa ile sadaka. Kwa hiyo mtu ajue kwamba lau Allah angalitaka angalimfanya yeye akawa miongoni mwa wale wanaoomba, yeye akifanywa akiwa ni miongoni mwa watu ambao wanakwenda kueleza shida zao, nina shida fulani, naomba unisaidie kitu fulani, mtu ashukuru na aone kwamba hapo alipowekwa na Allah Subhanahu wa ta'ala ni pahali pazuri. Kwa hiyo akijaliwa kwamba anacho cha kutoa, atoe hali ya kuwa kule kutoa anapenda, pamoja na kwamba kutoa ni jambo linaloumiza nafsi, lakini mtu asije akatoa hali ya kuwa anachukia. Bora kumzuia mtu akamwambia kwamba kwa sasa sina, kuliko kumpa hali ya kuwa anachukia ndani ya nafsi yake kule kutoa, kwa sababu huko hakutokuwa na malipo, bali malipo yanapatikana kwa mtu kutoa hata kama kile kitu anakihitaji, lakini anapata shiar, anapata hisia kwamba nikitoa kabla haijafika kwa mkono anayempa, kwanza kitafika kwa mkono wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo naweka kitu hichi kitakuja kunifaa zaidi katika siku ambayo nitakuwa na shida zaidi kuliko leo. Jambo hilo limpe furaha mtu na nafsi yake, pamoja na maumivu yale yanayopatikana kimaumbile ya kutoa. Miongoni mwa mafunzo ya aya hizi ni kwamba roho ya taa ni kuziendea hizi faradhi kwa lengo la kujidhalilisha na kutumikia na kuabudu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, si kwa lengo lolote lile katika malengo ya kidunia kama vile watu kutaka kuonekana. Na vile vile haitakiwi binadamu anapoelekea swala akawa na uvivu, anatakiwa awe ni nashit, awe nashitul badani wal qalbi, ni mchangamfu wa kiwiliwili chake na vile vile moyo wake. Kama mtu ana uvivu, basi hata ikibidi kukoga akoge, kujipaka manukato, kuistarehesha roho yake ajipake manukato kabla ya kuingia katika swala. Ikibidi kwanza kukaa kabla ya swala, wakati mwingine unaamka usiku unajihisi kabisa leo huko vizuri, basi kaa kwanza, leta istighfar, msalie Mtume kabla ya kuanza swala yako. Na ikiwa imekushinda kabisa, fanya ibada nyingine, qiraa na adhkari, usiswali siku hiyo, kuliko kuswali hali ya kuwa unahisi uvivu, huna uchangamfu. Unahitajika ukiendea swala uwe unao uchangamfu wa kutosha. Na vile vile kauli yake wala yanfiquna illa hum makarihun, hii inaonyesha kwamba watu wema ni wale ambao hutekeleza sadaka zao na zaka zao hali ya kuwa wanaridhika na jambo hilo na wanalipenda na sio kuchukia. Aya zinazofuata Allah Jalla wa Ala akasema fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, basi isikushangaze wewe wingi wa mali zao wanafiki, wala wingi wa watoto wao. Innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha, hakika Allah hakuna chingine chochote isipokuwa anakusudia kuadhibu wao fil hayati dunia biha, kwa kutumia mali zao na watoto wao hapa katika maisha ya ulimwengu. Watazhaqa anfusuhum wahum karihun, na zitaangamia nafsi zao au zitatoka nafsi zao wahum kafirun, na hali ya kuwa wao ni makafiri. Wayahlifuna billahi, na wanaapa kumwapia Allah kwa jina lake, innahum la minkum, kwamba wao ni miongoni mwenu nyinyi, wama hum minkum, na wala wao si katika nyinyi, walakinnahum qaumun yafraqun, bali wao ni watu waoga, ni watu wenye hofu, ni watu ambao wanachelea wasije wakapatwa na matatizo. Lau yajiduna maljaan, laiti wao wangalipata sehemu ya ngome ya kukimbilia. Lau yajiduna maljaan, laiti wangalipata ngome ya kwenda kujificha, au magharati, na wangalipata mapango ya majabali wakajiingiza ndani kujificha, au mudakhalan,
au wangalipata matobo ya ardhi kuingia chini, mashimo ya ardhi wakaenda wakajificha chini, la wallau ilaihi, wangalielekea hayo kwa haraka, wahum yajmahun, hali ya kuwa wao wanakimbilia mbio nyingi sana kuelekea katika makimbilio hayo. Lau yajiduna maljaan, laiti wangalipata sehemu ambayo ina ngome itakayowahifadhi wao, au magharatin, au pango katika jabali ambalo litawaficha, au mudakhalan, au sehemu ambayo ina shimo kuelekea chini kwenda underground, la wallau ilaihi, popote katika hapo wangalikwenda kujificha kwa haraka sana, la wallau ilaihi wahum yajmahun, hali ya kuwa wanakwenda kwa mbio sana kukimbilia kupata kujificha. Fala tujibuka amwaluhum wala auladuhum, usikushangaze wewe mali zao wala watoto wao. Maana yake fala tastahsin, usione kwamba ni uzuri ya Muhammad, amwalul munafiqina, kule wanafiki kuwa na mali, kumiliki mali, usilifanye jambo hilo kwamba ni zuri au ni jema, wala aulada, wala kuwa na watoto, lisije jambo hilo ukaliona ni zuri. Mimma an'amna alaihim, kwa yale ambayo tumewapa katika neema za ulimwengu juu yao, istidrajan lahum, kwa ajili ya kuwapuruzia, kwa ajili ya kuwaheria, kwa ajili ya kuwapa muhula na kuwapa muda tu. Kama qala taala, kama ambavyo Allah amesema, wala tamuddanna ainaika, usikodoe macho yako mawili, ila ma matta'na bihi, kwa yale ambayo tumewastarehesha kwayo, azwaja minhum, ambayo ni vitu wanavyofuatana navyo, zahratul hayati dunya, ambavyo ni mapambo ya maisha ya dunia, linaftinahum fihi, ili tuwape fitna, tuwape mtihani na balaa katika maisha haya. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, na riziki itokayo kwa Mola wako ya huko akhera ni bora zaidi na yenye kubakia zaidi. Bali pengine Allah akasema katika maana hii, ayahsabuna, hivi wanadhania, anna ma numidduhum bihi, kwamba yale ambayo tunawapa katika neema, min malin wa banin, kama vile mali na watoto, nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun, tunawafanyia haraka haraka wao katika mambo mazuri mazuri, bal la yash'urun, bali wao hawana hisia, hawajui ukweli wa mambo yalivyo. Na pahali pengine Allah amesema, wala ta'du aynaka anhum, wala yasije macho yako Muhammad yakawachupa hawa watu wema, anhum turidu zinata alhayati dunya, ukaelekea kutaka mapambo ya haya ambayo wamepewa watu hawa wa ulimwengu. Kwa ujumla, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya hizi na mfano wake anakatazwa yeye mimbabi aula, kwamba sisi tunakatazwa zaidi, kwa sababu Mtume tokea mwanzo hakuwa na pupa ya dunia, hakuwa na pupa ya mali ya dunia. Walimwendea wakamwambia Makuraishi, laiti kama unataka mwanamke mzuri zaidi tutakupa, mwanzo wa da'wa yake, au unataka unaumwa tukupatie mtabibu mzuri kabisa tutakutafutia, au unataka tukupe ufalme sisi tutakupa, tutakufanya wewe ndio mfalme wetu, au kama unataka mali tutakusanyia mali zetu zote tutakupa wewe, lakini acha jambo hili. Kwa hiyo alipewa Mtume option nyingi. Mtume sallallahu akasema, hata mkinipa jua mkaliweka mkono wangu wa kulia na mwezi upande wa mkono kushoto, mimi siwezi kuacha jambo hili, jambo ambalo linakuwa linamdhalilisha, linamtengenezea maadui, linamfanyia apigwe au apangiwe kuuawa, afanyiwe vitimbi yeye na familia yake na kila alomuunga yeye mkono, hata kama si katika familia yake, hata kama hawana mahusiano yoyote, lakini bado Mtume sallallahu alikuwa ameipa nyongo moja kwa moja dunia. Lakini aya hizi zinakuja zinatusemesha sisi zaidi kuliko zilivyokuwa zinamsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutukataza sisi kukodoa macho kwa mambo ambayo watu wamepewa, kwa sababu hayana mwisho. Leo utaiona gari ya RAV4, kesho utaiona Mercedes Benz, kesho kutwa utaiona V8, kesho kutwa utaiona nyingine sijui lamba gani sijui na nyinginezo. Hakuna mwisho katika hivyo. Kwa hiyo muumini anakatazwa asikodolee macho mambo waliomilikishwa wengine, ili ibakie imani yake iweze kutunzika.
Na Mtume sallallahu akatufundisha tuangalie wale ambao walio chini yetu, undhuru ila man huwa dunakum dhalika ajdaru. Jambo hilo la kuangalia walio chini yenu litawapelekea nyinyi zaidi ala an tashkuru ni'mat Allah, kuweza kuzishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunakatazwa tusiangalie starehe na mapambo waliopewa watu katika dunia, hasa wale ambao ni wanafiki miongoni mwa wanadamu. Innama yuridu Allahu liyuadhibahum biha fi lhayati dunya, hakika si vinginevyo vyote isipokuwa Allah anakusudia kuwaadhibu wao kupitia mali zao na watoto wao katika maisha ya dunia. Maana yake innama yuridu Allahu an yuadhiba almunafiqina biamwalihim, Allah anakusudia kuwaadhibu wanafiki kwa mali zao, auladihim, watoto wao, fi hayatihim dunya, katika maisha yao haya ya ulimwengu. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu, man kanat akhiratu hammahu, mtu ambaye akhera ndiyo pupa lake, ndiyo analolitafuta, ndiyo jambo ambalo linaumiza moyo wake, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi, Allah atajalia utajiri wake na ukwasi wake na kutosheka kwake katika moyo wake. Wa jamaa lahu shamlahu, na Allah atamkusanyia pamoja mambo yake. Wa atatuhu dunya wa hiya raghima, na dunia itakuja hali ya kuwa ni yenye kuangusha chini kichwa chake, yani inamfuata. Waman kanat dunya hammahu, na mtu ambaye kinachomuumiza moyo wake ni dunia, ja'ala Allahu faqrahu baina ainaihi, Allah taufanya ufakiri wake upo baina ya macho yake mawili, muda wote anaona kwamba yeye ni maskini tu, na kama kwamba yeye hajapatapo neema yoyote. Na wakati mwingine mtu anaweza kuwa amenyimwa katika maisha ya kilimwengu, halafu amejaliwa neema kubwa ambayo wengi katika wale anaoonelea choyo na wao wanamuonelea choyo. Mtu ambaye amefanyiwa sahali kuisoma Qur'ani, huyu daraja yake ana daraja, au mtu ambaye amejaliwa kuhifadhi kabisa Qur'ani, halafu anaona kwamba alichopewa mwenzake katika sehemu ya dunia ni kizuri zaidi. Wallahi, huku ni kujidhalilisha. Wewe kama una uwezo, almahiru, yule ambaye ni mahiri kwa kisomo, maa safarati alkirami albarara, nafasi yake ni pamoja na malaika watukufu wanaoandika wahi. Mtu ambaye anahifadhi Qur'ani, alhamilu Qur'ani, ambaye anahifadhi Qur'ani, ataambiwa iqra warattil kama kunta turattil fi dunya, atakuwa na daraja ya juu kabisa ambayo haifikiwi na watu wengine peponi. Mtu huyu ni katika watu wa nyumbani, wanaitwa watu wa nyumbani, inna lillahi ahlina. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa amepewa neema fulani, kwa sababu anayo, haioni neema ile, anaona neema ndogo ndogo katika neema za watu walizopewa watu wa dunia. Watu, aya hizi zinawatuliza, kuwafanya kwamba warudi katika kujua kwamba Allah amekataza watu kukodolea macho neema walizopewa wenzi wao. Wafaraka alaihi shamlahu, na mtu ambaye dunia ndio hamu yake, jambo lake Allah atalitawanya. Walam yatihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu, na mwisho wa siku hatopata katika dunia isipokuwa kile ambacho Allah amempangia. Watazhaqa anfusuhum wahum kafirun, maana yake wayuridu Allahu, na Allah anakusudia kwa kuwapa mali na watoto wanafik, an takhruja arwahul munafiqina, zitoke roho za wanafik, wahum mustamiruna ala kufrihim, hali ya kuwa yani watazhaqa anfusuhum wa qul jaa alhaq wa zahaqa albatil. Zahq ni kutoka kitu kikajitenga, na anfusuhum, anfus katika Qur'ani inakuja kwa maana ya roho, inakuja kwa maana ya nafsi. Kwa hiyo hapa watazhaqa anfusuhum ay watakhruju arwahum, na roho zao zitoke, wahum kafirun, hali ya kuwa wao bado ni makafiri. Kwa kule kuneemeshwa kwao wakajisahau kwa mali, kwa kupata mali na watoto, wanajisahau kwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaona kama kwamba wao wanapendwa na Allah mpaka mauti yanawafika. Anasema wahum mustamiruna ala kufrin billahi wa rasuli, hali ya kuwa wao wanaendelea kumkufuru Allah na mtume wake. Fayattasilu lahum adhabu al-akhirah daim, iungane kwa wao adhabu ya akhira yenye kudumu, biadhabi fi dunya, na adhabu yao ile waliokuwa wanaangamizwa kwa sababu ya mali yao na watoto wao hapa duniani. Ila hadha alqadri yakif, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kama kuna ziada ya maswali na nyongeza, fatafadhalu mashkurin maajurin. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair. Nilikuwa na swali moja, labda kama ambavyo nimezungumzia,
wa idha qamu ila salati qamu kusala. Sasa kwa sisi Waislamu na Mtume sallallahu yeye anasema kina salamu ilikuwa ni amani ambayo masahaba wa Mtume sallallahu kwa kafika swala mpaka wakuwa salamu mwanzo mpaka ya swala karudi wapi mpaka wamaliza, inakuwa mtihani. Kwa hiyo tulikuwa kifanya nini au gani ambayo tunatekeleza ili tubakie katika swala zetu? Subhanallah, swala ni mahali pake kuulizwa, lakini linanipita kimo sana, kwa sababu inawezekana mimi naitakiwa kujibu nikawa katika hilo nipo chini zaidi kuliko nyie ambao mnauliza au ambao wanasikiliza. Lakini kwa ujumla kile ambacho tumekiashiria, jambo hili wala sio kubwa sana kama baadhi ya vitabu vinavyoelezea kwamba mpaka uswali kama kwamba ni swala yako ya mwisho. Of course kuswali kama swala ya mwisho ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ile kwamba uone umesimama katika sirati na mbele yako kuna jahannam, sijui kibla kiko mbele yako na kuliani kwako kuna moto na kushotoni kwako sijui kuna kaburi na sijui kuna nini, yale ni mambo ambayo ni magumu sana. Tulikuwa tunaeleza kwamba hiyo ndio khushu', ile ni distraction katika swala. Mtu hatakiwi kufikiria hivyo, isipokuwa kwanza tunatakiwa kuona kwamba madamu tumeamrishwa khushu' na Allah subhanahu wa ta'ala na ndio roho ya swala, basi khushu' si jambo zito kubwa ambalo linaweza likatushinda. Hiyo concept ya kwanza. Ya pili, khushu' kwangu mimi kama ambavyo tumeelezea, naona inapatikana nimetoka kidogo, hata ilikuwa si megusa wapi, ilikuwa nimetoka kidogo, sija kupata ya kwanza ulizungumza. Hebu tena kidogo kwa muhtasari, dakika moja. Nilikuwa sijaingia hasa katika point, lakini nilikuwa nasema kwamba utangulizi wa kujibu ile swali lako ni kwamba swala la khushu' sio jambo zito kama vile tulivyoaminishwa kwamba mpaka uwe unaona kuanzia takbira mpaka salamu hujatoka hata kidogo, hiyo ndio khushu' kamili. Sio hivyo, binadamu ni binadamu, anapitikiwa. Isipokuwa kinachokatazwa ni ile la yadhkuruna Allah illa qalila, sije kwa mtu katika swala hakumbuki isipokuwa mara chache ndio anakumbuka, yani anaghafilika kabisa, ndio ambacho kinakuwa ni sifa ya unafiki. Lakini kinachotakiwa kwetu sisi ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni kujua ile swala, yale maneno tunayosema yanamaanisha nini, kupitisha maana. Yani ikiwa unakumbuka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, unakumbuka maana yake, ndio sehemu ya khushu'. Jambo la pili ni kufanya tanawwu, yani vile tulivyosema, ni katika sehemu hiyo consciousness, kwamba leo umeleta adhkari hii, kesho umeleta hii, kesho kuna, kwa sababu unazileta kwa kuzijua maana na kuzikumbuka hifadhi yake. Maana yake umeshughulika na swala yako, unajua unachokisema, unakusudia kabisa kwamba leo nafanya hivi, leo nasoma. Kuna watu wanakuwa katika automated mode, akiingia katika sala, akianza alhamdu, kinachofuata ni inna anzalnahu au qul huwallahu au inna atainaka, kila siku au lam nashara, kila siku hivyo hivyo. Kwa hiyo inaondosha khushu'. Lakini ikiwa una adhkari na sura baada ya Fatiha na aina hizo za tahiyatu na aina za sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tahiyatu na aina ya dua baada ya tahiyatu zile kabla ya salam au hata baada ya salam, zile adhkari nazo zimekuja riwaya takriban 7 zikielezea adhkari za baada ya swala, zile subhanallah, alhamdulillah. Nyingine zimekuja na la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Kwa mfano riwaya inayotaja kwamba hizo somo 25 riwaya inayotaja subhanallah alhamdulillah 33, Allahu akbar 44, 34 afwan 34 kutimiza 100. Halafu na ile ambayo tumezoea sana subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 33, halafu namalizia na la ilaha illa Allah wa la sharika lahu ya 100. Na zimekuja 11 ikiwa mtu anataka kupunguza yupo katika kwa mtu akawa ana ile consciousness, ndio ambayo mimi naona kwamba ndio roho ya khushu'. Halafu hilo jambo la pili. Jambo la tatu ni mtu kuendesha sawasawa kiwiliwili chake na yale matendo yake, yani akishakuwa
anakusudia kule kunyenyekea, basi kudhihirike pia katika viungo vyake, isije kuwa anadhihirisha tu katika viungo halafu katika moyo hayupo conscious. Akisha kupata hivyo vitu vitatu, akawa anajua anachokisema, halafu anabadilisha yale anayoyasema, halafu na mwili wake akafuatanisha viungo vyake kwa upole katika swala, huyu mimi anaona ameshatimiza khushu. Wala hilo sio jambo gumu practically kwa kulifanya, nadhani linawezekana. Huwezi kuwa 100%, tusidanganyane. Hakuna kati yetu anayeweza 100% kuconcentrate kwenye swala, lakini angalau basi tusije tukawa below 50, tukimbilie kwenye 70 na 80. Kufanya hivyo mimi naona ndio jambo la sawa, lakini walivyokuwa wanafanya masahaba exactly wao na nini, mimi hilo siwezi kulijua. Allahu a'lam. Naam, shukran. Naam mashaikh. Sheikh Muhammad upo? Ana upo mbali. Sheikh sijui huyu ni Sheikh Mlacha, Sheikh Abu Mus'ab au Sheikh Musa? Nipo. Sheikh Musa? Inshallah khair. Basi nadhani kama hakuna ziada tufikie hapo. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.